nasa bi khuluqin hasani, kwa dhahiri yake utaona inatuhamasisha kwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mantuku yake anafahamisha hivyo. Lakini ukienda katika mafuhumu pia utaona nayo inataka watu wawe na istiqama katika hiyo kumcha Allah na kufanya ibada mbalimbali. Nini maana ittaqillah haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo? Yani maana yake ni kwamba mtu huyu hatakiwi kukatisha ibada, iwe katika mazingira ya mvua ittaqillah, mazingira ya jua ittaqillah, mazingira ya njaa ittaqillah, mazingira ya shibe ittaqillah. Upo katika mji wako ittaqillah, uko katika mji usio wako ittaqillah. Kwa maana yake hapa unatakiwa na istiqama katika kufanya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Kwani ni wangapi ambao wakati mwingine anapokuwa katika sehemu yake ndio anatenda ibada kwa sababu watu fulani wanamuona, lakini anapokuwa sehemu nyingine hatilii umuhimu wa ibada. Maana yake huyo hajafikia level hiyo ya istiqama, lakini pia katika level ya uchamungu. Ni wangapi ambao wengine huwa wakasafiria kufanya maasi kwa sababu kwenye sehemu aliyopo, sehemu kubwa watu wanamfahamu, hivyo wakimwona anaingia katika sehemu za maasi, watu watamshangaa, wewe si tunakuona upo kipaumbele kwenye ibada, mbona unaingia mazingira hayo ambayo kwa sehemu kubwa hutuhumiwa watu wabaya kuingia humo? Sasa hivyo anahama sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo atapata stara kwenda kufanya maasi. Lakini Mtume SAW anataka mtu asiwe katika mazingira hayo. Ittaqillaha haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Na hii tunarudi ya kwamba uwe nje ya Ramadhani ittaqillah, ndio istiqama hapo. Lakini uwe ndani ya Ramadhani ittaqillah, iwe baada ya kumalizika Ramadhani ittaqillah. Kwa hiyo pia bimafuhumi inafidisha watu wawe na istiqama katika kule kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamruha, na lifatilizie ovu jema, jema litafuta ilo ovu. Hata hapa pia utaona ni hali yenye kudumu, kwa sababu ni mwanadamu, ni mwenye kuumbwa katika hali ya kukosea. Kwa hiyo kadiri itakavyotokea amefanya ovu, basi pia msimamo wake iwe ni kutenda jema, jema ambalo litamsaidia kufuta hilo ovu, kama ambavyo hata Allah tabaraka wa taala ametuelekeza hivyo, kana kwamba hadithi na ifasiri aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema idfa bisayiati alhasana, idfa bilhasanati sayyi'a, liondoshe ovu kwa kutenda jema. Kwa hiyo ikitokea umeteleza kutenda ovu, basi haraka kimbilia kutenda jema, na huo ndio utaratibu wako, sababu wanadamu hajakamilika. Kila unapoona umeteleza kutenda ovu, basi haraka kufanya jema ili iwe sehemu ya kufuta ovu hilo. Kwa utaona hali hii inatakiwa ni endelevu, lazima kuwe na istiqama. Lakini mwisho wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, naishi na watu kwa tabia nzuri. Pia hata utaona hali hiyo nayo inatakiwa ni endelevu, sio tu ukarimu uonekane mwezi wa Ramadhani alafu mwezi usio wa Ramadhani hakuna ukarimu. Na mambo haya yanatokea na tunaona kwenye jamii zetu. Leo mtu yuko ndani ya Ramadhani, hata kama angekuwa na 3,000 mfukoni mwake, akamjia mwenzake aliyefunga kama yeye, anamsikitikia ya kwamba leo nimetoka tu nyumbani, lakini wala sijui familia yangu itafuturu nini kwa siku ya leo. Huyu akiangalia anafikiria kwamba kwenye mfuko wangu ipo 3,000 humu, ambao alhamdulillah mimi nyumbani tayari iftari wako nayo na daku na kila kitu. Lakini huyu mwenzangu hata iftari ile hana, maana chakula baada ya kuwa amefungua kinywa. Basi kwa huruma yake na pia amefunga, anachukua 1,000, bwana walau tugawane hii, hata upate fungu la muhogo, au walau ukoroge uji watu waweze kuongeza nguvu ili kesho waweze kupata kufunga, kwa sababu hii na Ramadhani khaliqin nasa bi khuluqin alhasan. Lakini bainama huyu mtu inapomalizika Ramadhani, huyu ambaye alimsaidia pesa ya kuongeza nguvu ili aweze kufunga kesho, bwana mimi sielewi, sijapata chochote tangu kumekucha, anawaambia bwana mimi pesa ninayo, lakini ukitaka kula na wewe uliwe. Ni hivyo, kwa maana amekosa maneno mazuri kwa sababu maliza Ramadhani hakuweza kuizungumza yale, kwa sababu anaona nikizungumza maneno mabaya, kwanza funga yangu yenyewe imeharibika nikifanya lau. Lakini leo Ramadhani kamaliza, amekosa kumsaidia mwenzake, lakini pia hata amekosa lugha nzuri za kumwambia mwenzake. Kwa hiyo hata hadithi hii ukiangalia kwa ndani, nao inataka tuwe na istiqama katika ile hali ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ukiwa nje ya Ramadhani muogope Mungu, ndani ya Ramadhani muogope Mungu, na baada ya kumalizika Ramadhani muogope Mwenyezi Mungu.
Ukiwa ndani ya Ramadhani umeteleza, leta istighfar, kwa sababu jema ovu lifatilizie kwa jema. Lakini hata baada ya kumalizika Ramadhani leta istighfar. Yawezekana mtu kabla ya Ramadhani hata ameangalia mwanamke wa kando akamwangalia vya kutosha, wala hana muda kuleta istighfar, bali hata anawashawishi wenzake, bwana angalia chuma kile, anawashawishi wenzake, wala haoni kuna haja ya istighfar. Lakini anapokuwa ndani ya Ramadhani, ikitokea mtu mwenzake akamshtua, bwana angalia chuma kile, basi akiona kwa bahati mbaya, bwana imekuaje bwana, bwana tunaharibiana funga, na ataita istighfar. Sasa hali hiyo sio iwe ndani ya Ramadhani tu, hata Ramadhani inapomalizika iwe hivyo hivyo. Lakini kadhalika khuluqun hasan, muamala na watu, namna ambavyo maneno majibizano yale, namna ya kusaidiana, pia isiwe tu umemkarimu jirani yako kwenye Ramadhani tu na ile hali unayo, bali hali hiyo ndiyo iwe endelevu, kwa sababu Ramadhani imekuja kutufunza, na sio baada ya Ramadhani sasa wewe ushafuzu unasubiri kupata malipo. Kwa hiyo utaona ni kwamba tunatakiwa tuwe katika hali ya istiqama ya ibada katika kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani pia, na hata Ramadhani hivi sasa imeisha. Kwa hiyo utaona hali hii ya kudumu kwenye ibada ndiyo hali ya salama ambayo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amemwambia wastaqim kama umirta, na kuwa na istiqama, kuwa na muendelezo, kuwa na kuthibiti kama ambavyo umeamrishwa. Bimaana usiwe katika hali ya kuyumbayumba kwenye ibada, kuonekana wakati fulani ukitekeleza na wakati fulani pia hutekelezi. Lakini kadhalika jambo la ibada kwake Muislamu itamalizika baada ya kuwa roho yake imechukuliwa, lakini muda kuwa yuko hai, hilo yeye ni jukumu lake, sio ndani ya Ramadhani tu, sababu Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Anamwambia mtume muabudu Mola wako mpaka ikujie yaqini, kujie mauti, fike mahala ya kufa ndio ibada imemalizika. Lakini muda kuwa wewe uko hai, basi jambo la ibada kwako ni jambo la lazima. Sasa tujiangalie sisi, aina maukifu na baada ya Ramadhani, tumesimama wapi baada ya Ramadhani? Huenda kabla ya Ramadhani tulikuwa na hali mbaya, lakini Ramadhani ikatusaidia kutusogeza karibu na kudumu ibada. Je, tuko katika hali hiyo, au baada ya Ramadhani tunataka kurudi kule ambako tumekuwa? Lakini Ramadhani imetusaidia hata ambao tulikuwa tutekelezi ibada ya sala, tukawa tunatekeleza ibada ya sala. Ndio maana hata imani zetu zikatengenezeka vizuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa anaambia masahaba zake radhiallahu anhum, afara'aytum, je mnaonaje nyinyi, lau anna nahara bibabi ahadikum, lau kwamba ingelikuwa kuna mto katika mlango wa mmoja wenu, yani mtu akitoka tu pale mlangoni kwake kuna mto wa maji, na huo mto sio anachukua boti anavuka asiukanyage, sio anachukua mtumbwi na ngarawa anavuta asiukanyage, bali yaktasilu fi kulli yawma 5 marrat, ikawa anaoga katika huo mto kwa kila siku mara 5, fahal yabqa min daranihi shay'un, je mtu huyu atabaki nataka katika mwili wake? Yani ana mto katika mlango wake, akitoka haondoki ila ameoga, amejisafisha vizuri mara 5 kwa siku. Je, tunataraji kumuona mtu huyu akiwa mchafu? Kwa sababu akasema balaa, haiwezekani mtu huyu awe kama hivyo. Mtume sallallahu kama hivyo akasema ni sala 5. Kwa hiyo utaona watu walikuwa safi, walikuwa wazuri, kwa sababu swala 5 zilikuwa zikipanda katika mazingira ambayo ya kupatikana kwa sawa sawa. Lakini kadhalika utaona watu imani zao zilikuwa zimeshiba na kujaa, kwa sababu mioyo ilikuwa safi ndani ya Ramadhani kwa kutoshiriki mambo mbalimbali, imani zikapanda. Lakini kadhalika ulimi ulikuwa haufanyi madhambi ambayo kupelekea moyo naye kuharibika, kwa watu wakawa safi. Lakini kitendo cha kuwa mtu baada ya kumaliza Ramadhani akaacha ibada, tayari anarudi kule alipotoka, akaacha akawa anazungumza maneno ya ovyo, tayari anashusha imani yake, na tunataraji kumuona katika mambo yasiyofaa. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema la yastaqimu imanu abidin, haiwezi kutulia, haiwezi kuthibiti imani ya mja yoyote yule, hata yastaqima qalbuhu, mpaka moyo wake uwe umetulia, moyo wake uwe na istiqama, uwe umenyoka. Kwa hiyo imani haiwezi kupanda na kuwa madhubuti kama moyo hauko sawa sawa. Lakini akuishia hapo akasema wala yastaqimu qalbuhu
wala moyo wake pia mtu hauwezi kuwa na istikama, hauwezi kuwa sawasawa, hata yastaqima lisanuhu, mpaka ulimi uwe sawasawa. Kwa hiyo utaona mwezi wa Ramadhani tulikuwa vizuri, kwa sababu hata hatukuwa na maneno mabaya ambayo saa nyingine ulimi ukapelekea moyo naye uchafuke kwa kutenda maovu. Lakini pia iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inayoonyesha kuwa kila asubuhi mwanadamu anapopambaukiwa na asubuhi, ulimi huwa ukatoa mawaidha kuambia, yani viungo huwa vikatoa mawaidha kumwaidhi ulimi. Mtume anasema idha asbaha ibn adam, pindi anapopambaukiwa na asubuhi mwanadaam, fa inal a'dha'a kullaha tudhakiru lisan, viungo vyote hivi vinamwakia ulimi, vinampa mawaidha ulimi, vinampa nasaha ulimi, vinamwambiaje, ittaqillaha fina, ulimi wewe mche Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu, fa innama nahnu bika, sisi tuko pamoja na wewe, inistakamta, endapo wewe ukinyoka, istakamna, na sisi tunakuwa ni wenye kunyoka, wa ini wajadta wajadna, endapo wewe ukipinda na wewe na sisi pia tunakuwa ni wenye kupinda. Kwa hiyo utaona ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa katika hali ya usalama, kwa sababu pia hata ulimi wetu haukuwa ukitesema maneno yasiyofaa. Bimaana ulimi wako ukiutumia vibaya utapelekea kuchafua moyo wako, lakini kadhalika kushusha imani yako. Katika itikadi ya Ahlus-Sunna wal Jamaa ya kwamba al-imanu yazidu wa yanqusu, imani huwa inazidi na inapungua, inazidi kwa kumtii Allah na inapungua kwa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo sahibul jawhara, mtunzi wa jawharatut tauhid aliposema, warujihati ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfu kadha qad nuqila. Kwa hiyo maana yake tulikuwa na hali kubwa ya imani kwenye Ramadhani, kwa sababu utakuta tuliweza kudumu na istikama na ibada zilizohitajika ambazo zimetupandisha level hiyo. Lakini je, aina maukifu na baada ya Ramadhani? Kiko wapi kisimamo chetu baada ya Ramadhani? Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri tulifuate na kila cha tuliache kwa uwezo wake Allah Tabaraka wa Taala.